an yakuna dalilu lam yablugh ala almukhalif, dalili huenda isimfikie yule anayekupinga. Mimi nina dalili ya kwamba jambo fulani halifai, mwenzangu yeye asema lafaa. Kumbe tatizo mmoja, ile dalili yangu inayosema haifai yeye hana, hajaipata, hajaiona, hajaipitia kwenye vitabu. Kwa hivyo atasimama na msimamo wake, kitu fulani hakuna. Ukienda msikiti mwingine shekhe akwambia hili liko. Sasa usipate tabu tu bwana, tuchanganya, sielewi mimi bwana, juzi tu tulikuwa msikiti fulani akatuambia haiko. Sasa ni usomi, ukielewa upate tabu. Ukiona ni hivyo basi jua huonekana ile darasa ya shekhe fulani, onekana zile dalili huyu hajaziona, ndio maana ana msimamo huu bado. Tumeelewana mpaka hapo? Hii sababu ya kwanza. Tutoe mfano katika Sahihul Bukhari, Amirul Mu'minin Umar aelekea Sham. Barabarani akatajiwa kwamba huko mnapokwenda kuna wabaa, ugonjwa fulani, wa huwa taun, waitwa taun. Fawaqafa Umar, akafanyaje? Akasimamisha msafara, akaanza kuwashauri masahaba, twende au turudi, na kauli yenye nguvu ni warudi, lakini hajui Umar. Basi katika hali ya kubadilishana fikra, akaja Abdurrahman ibn Auf, ilikuwa ametoka kidogo kwenda haja fulani, akamwambia inna indi min dhalika ilma, hakika kwenye hilo tatizo hilo mimi na ujuzi na elimu na hadithi kwenye hiyo hali. Akamwambia sawa baba, tupe. Akamwambia nimemsikia mtume akisema idha sami'tum bihi fi ardhin, mukisikia ugonjwa huu wa taun uko kwenye hiyo ardhi fulani, fala tuqaddimu alayhi, musende. Wa in waqa'a wa antum fiha, na ikiwa ugonjwa mumeusikia umeingia na nyinyi mushafika hapo mahali muko ndani, fala takhruju firaran minhu, musiukimbie, musitoke kwa kukimbia ugonjwa. Omar akashika rai ya nani? Ya Abdurrahman, na mwanzo ilikuwa amepinga. Mfano mwingine wa huyu Omar, alimsikia Hisham kama sikukosea akisoma suratul Furqan. Omar akamsikia asoma sivyo alivyosomeshwa na mtume, na Omari twamfahamu. Akamwambia umetoa wapi? Utakula makonde. Umetoa wapi usomaji huu? Akamwambia mtume amenifundisha. Ndio akawa ameharibu, akamwambia kadhabta, umesema uongo. Akamburuta moja kwa moja mpaka kwa mtume, msikize huyu asomaje Qur'ani. Hisham, soma baba. Hisham akasoma, mtume amwambia sawa. Omar, soma. Omar akisoma akamwambia wewe pia sawa, Qur'ani imeteremshwa kwa harufu 7. Lakini Omar mwanzo kilichomfanya apinge ni kwa kuwa hichi kisomo cha Hisham ilikuwa hakijui, ndio maana akapinga. Tumeelewana Waislamu? Tayib, hii sababu ya kwanza inotufanya mimi wakubaa nkawa na msimamo mbali, na wewe msikiti mwingine ukawa na msimamo mbali.